Asante, nashukuru. Naitwa Latifa, natokea VOT Media. Swali langu linaenda kwa Diamond, pengine na kama Sara mtapenda kujibu utajibu. Mimi naomba nigusie swala la mikataba kwenye kazi. Nina imani kwamba yawezekana tuko hapa, Diamond, pengine umeangalia labda mkataba wa kufanya kazi na Pepsi, vitu vingi, which obvious hata siku kitaka kuto kufanya kazi, basi kuna vitu vitafuatwa. Nalipeleka hili kwenye muziki. Wasanii wengi wamekuwa wakitoka kwenye label ama kwenye kazi za muziki wanaonekana kama kuonewa. Yani mtu mkataba pengine uliwekwa kwamba leo hii unaingia Wasafi, ukitaka kutoka ni 1 2 3, lakini msanii anapotoka tunasikia mambo mengi. Msanii anakuja anatafuta huruma kwa mashabiki ama watu ili aonekane labda kama anaonewa ama things are not good. Mimi natamani kujua kwenye mikataba huko kunakuwa shida inakuwa ni nini hasa? Inakuwa ni msanii, ni management, msanii akusoma vizuri Kiingereza? What the problem? Shakura, swali lako naomba nikujibu vizuri sana. Unajua kwenye kila mtu kutoka kwenye lebo kuna mambo mawili au matatu, sababu tofauti tofauti. Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu washafikia hatua yao wenyewe wanaweza kujisimamia. Kuna ambao wanatoka kwenye lebo kwa sababu lebo haiwawezeshi. Sio, umeelewa hapo? Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu lebo haitimizi wajibu wake, haiwawezeshi wasanii. Kwa sababu na kama ndugu yangu, kama tumesema tumekubaliana hivi na hivi na hivi, lakini ufanyiki na hiki, basi kwa vipi mimi nitoke? Lakini kuna wasanii ambao wakitaka kutoka wanatoka kwenye lebo kwa sababu kwenye mafanikio makubwa, wanaona sasa ilipo bwana lebo, mimi nashukuru tumeishi vizuri, sasa na mimi nataka nikaanzishe changu mimi mwenyewe. Sasa kati ya watu wote wawili na mikataba yote ya lebo ina haki ya mtu anaotaka kutoka. Sasa inapofikia hatua hiyo, inatakiwa yule kulingana na situation yake kuongea na jopo lake la wanasheria. Hapo inakuwa hamna masuala ya uonevu, hamna kuonewa, hamna, ni makubaliano ambayo yameingia. Kwa kama unahisi lebo ukutendee haki, chukua na sheria wako, nenda mahakamani au nenda BASATA